Nina mipango naye, ni kauli aliyotoa kocha mkuu wa Simba Steve Barker juu ya kiungo mshambuliaji wa kikosi hicho Elie Mpanzu, ambaye juzi klabu hiyo ilitangaza kumwongezea mkataba wa miaka 2 na kuzima kabisa tetesi zilizokuwa zimezagaa kuhusu mwisho wa msimu, huenda angeondoka baada ya mkataba wake kumalizika. Simba imetekeleza maagizo ya Barker ambaye anaonekana kujilipua katika kumbakisha nyota huyo raia wa DR Congo anayeamini bado ana uwezo wa kuibeba Simba licha ya hapo kati kiwango chake kuzua mashaka baada ya ujio wa mastaa wapya kipindi cha dirisha dogo akiwemo Anicet Aura, Libasegeye na Ino Luemba. Hatua hiyo inamfanya nyota huyo kuendelea kuitumikia Simba hadi Disemba 2028 ikiwa ni nyongeza mkataba wake wa awali uliokuwa ukielekea ukingoni. Kwa muda mrefu Mpanzu alikuwa akihusishwa kuondoka Msimbazi kutokana na mkataba wake kuwa ukingoni, hali iliyozua hofu kwa mashabiki wa timu hiyo. Hata hivyo, uongozi wa klabu hiyo chini ya mwekezaji Mohamed Dewji umeingilia kati na kuhakikisha unaimarisha kikosi hicho kwa kumbakiza mchezaji huyo. Pamoja na kusaini mkataba huo mpya, bado kumekuwa na mjadala kuhusu nafasi yake kikosini kutokana na ushindani mkubwa uliopo katika safu ya ushambuliaji ya timu hiyo kufuatia kusajiliwa kwa Libasegeye na Anicet Aura katika dirisha dogo la Januari mwaka 2026. Katika mechi za hivi karibuni, Mpanzu amekuwa akianzia benchi kufuatia ujio wa wachezaji hao waliobadilisha muundo wa kikosi cha kwanza. Licha ya hali hiyo, Mpanzu ameendelea kuonesha thamani yake hasa baada ya kufunga bao muhimu lililoipa Simba ushindi dhidi ya Singida Black Stars na kutoa assist katika mechi 2 mfululizo zilizofuata dhidi ya Pamba Jiji kwenye sare ya bao 1-1 na TRA United, wakati mnyama akishinda mabao 3-0. Katika mahojiano na moja ya chombo cha habari ambayo alifanyika mjini Singida, Barker aliweka wazi kuwa hali ya Mpanzu kutokuwa na nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza sio ishara kushuka kwa kiwango chake. Kwa mujibu wa Barker, ushindani uliopo ndani ya kikosi hicho ni mkubwa na maamuzi ya nani aanze hutegemea mahitaji ya kiufundi ya kila mchezo. Kauli hiyo ilionyesha wazi kuwa kocha huyo bado ana mipango na Mpanzu, na ndio maana mabosi wa timu hiyo akiongozwa na Mo Dewji walifanya uamuzi wa haraka kabla ya kumpoteza mkongomani huyo ambaye kwa sasa anaonekana kurejea kwenye makali yake kama ilivyokuwa chini ya Fadlu Davids. Mpanzu aliyetua Simba Oktoba 2024 akitokea AS Vita Club ya kwao DR Congo. Huu ni msimu wake wa pili kikosini hapo. Mkongomani huyo amekuwa mchezaji wa 3 hivi karibuni kuongezwa mkataba wa kuendelea kuitumikia Simba baada ya Yusufu Kagoma na Rushen Deriok. Imeandikwa na Elia Solomon na kusoma kwako na Hamza Said.